Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataongoza zoezi maalum la upandaji miti litakalofanyika Bungi, Kilimo na Kizimkazi Zanzibar, ikiwa ni kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Na katika michezo, wanamichezo na Watanzania kwa ujumla waendelea kumlilia nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Peter Manyika aliyefariki jana baada ya kuugua kwa muda mrefu. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Leo Januari 27 ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kusherehekea kwake anatarajiwa kuongoza zoezi maalum la upandaji miti litakalofanyika katika maeneo ya Bungi, Kilimo na Kizimkazi Zanzibar. Mheshimiwa Rais Dr. Samia anafanya hivyo ikiwa ni ishara ya uwajibikaji wa pamoja, na anatoa fursa kwa kila mwananchi kwa nafasi yake na mahali alipo kushiriki katika kulinda na kuenzi mazingira kwa manufaa ya sasa na kizazi kijacho, na ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kujenga utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa hiari, akisisitiza kuwa ulinzi wa mazingira ni msingi wa uhai, maendeleo na usalama wa taifa. Kwa niaba yangu, lakini kwa niaba ya wanatemeke wote, namtakia heri ya kuzaliwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutaendelea kupanda miti, tutamwenzi, tunamshukuru. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kutuongoza na aendelee kutuwekeza mambo mazuri, na hasa ya kulinda afya na uhai wetu yanayohusiana na miti na mambo mengine mazuri. Tunamtakia heri na hongera sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Sisi kama TFS tunaahidi kuendelea kufanya utekelezaji wa uzalishaji na utunzaji wa misitu na mazingira kwa ujumla kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Pia tunamshukuru kwa ajili ya mambo mbalimbali yanayotusaidia kuhusiana na swala zima la kutekeleza sheria ya misitu na sera ya misitu kwa ujumla. Tunamtakia afya njema na Mungu azidi kumbariki. Kwa niaba ya bodi ya ushauri ya hospitali rufaa mkoa wa Temeke na management ya hospitali rufaa mkoa wa Temeke, tunamtakia kila laheri Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuzaliwa. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya na aweze kuendelea kuiboresha zaidi sekta ya afya ikaendelee kung'ara. Asante sana Mama Samia. Leo imekuwa ni siku nzuri sana ambayo tunaadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais, na sisi Africa Media Group Limited kama chombo cha habari tunamtakia heri katika siku yake ya kuzaliwa na tunamwombea fanaka katika uongozi wake, na sisi tunaamini ya kwamba atatekeleza yale ambayo amekuwa akiyahubiri kwa manufaa ya Watanzania wote kwa ujumla. Pia sisi kama Africa Media Group Limited, wadau wa habari, tunasema kabisa tutaendelea kuyatekeleza yale tunayosimamiwa na mamlaka za serikali upande wa Wizara ya Habari, kuhakikisha kazi zetu muhimu za kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha tunazifanya kulingana na sheria, taratibu na kanuni zilizopo. Asanteni. Seme heri ya siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais. Mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP kupitia mkandarasi wake Wasco ISOAF Tanzania Limited umekabidhi miundombinu ya vyoo vya kisasa na madarasa kwa shule ya msingi na sekondari za Igusule zilizopo kijiji cha Sojo wilaya Nzega mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mpango wake wa kurudisha kwa jamii CSR. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Nzega Zaina Ayubu Dikolagwa amesema kuwa mchango wa Wasco ISOAF chini ya mradi wa EACOP ni mfano wa kuiga na kuzitaka kampuni nyingine kutekeleza wajibu wake wa kisheria, ikiwemo kuzingatia sheria ya maudhui ya ndani, yani local content. Ninatoa wito kwa makampuni mengine ambayo yanafanya kazi katika kata hii ya Igusule. Tafadhalini tunaomba muanze
utekelezaji wa kurejesha kwa jamii kama ambavyo takwa la kisheria linavyowahitaji. Kwa upande wake, afisa wa idara ya mawasiliano ya jamii ya kampuni ya Wasco ISOWAF, Rahim Sobo, amesema lengo la msaada huo ni kuhakikisha jamii zinazozunguka mradi huo zinanufaika moja kwa moja na uwepo wa mradi, hususan katika sekta za maendeleo ikiwemo elimu. Tumefanikiwa kukabidhi vyumba vya madarasa mawili kwa kijiji cha Ngogoto, lakini pia vyumba vya madarasa mawili kwa kijiji cha Mwanzwilo na vyumba vya madarasa mawili kwa kijiji cha Budoba, pamoja na kukabidhi vyoo kwenye kijiji cha Sojo ndani ya shule mbili ambazo. Naye meneja wa kiwanda cha mfumo wa ukingaji joto kutoka EACOP, Adonis Kimbembe, amesema ni mafanikio makubwa kukabidhi madarasa na vyoo kwa jamii inayozunguka mradi huo. It's a great achievement to have these classrooms and latrines being given to the community. So thank you very much for your presence and congratulations to Wasco ISOWAF. Katika mazingira yetu, changamoto ya vyoo tumekuwa nayo kwa muda mrefu kidogo, na sasa kuanzia sasa nadhani mazingira yatakuwa vizuri kwa sababu tumekabidhiwa vyoo matundu 10 na nadhani wanafunzi sasa watakuwa wanasoma kwenye mazingira mazuri. Kulishukuru bomba ya mafuta Wasco ISOWAF kwa kutujengea vyoo hapa shuleni kwetu, kwani hapo mwanzo tulikuwa na changamoto ya vyoo. Wanahisa wa EACOP ni Total Energies yenye 62%, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC yanayomiliki 15% kila moja, na kampuni ya mafuta ya China Sinopec ikiwa na 8%. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema katika siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, sekta ya elimu imetekeleza hatua ya wanafunzi wanaoingia darasa la 3 kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Taarifa zaidi na Raya Kipingo. Ni katika kuhitimisha maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ambayo yamefanyika mkoani Tanga kwa kushirikisha taasisi mbalimbali za fedha kutoa elimu kwa wananchi na kupata uelewa wa namna ya kuwa na nidhamu kwenye matumizi, ambapo mkuu wa mkoa huyo anafafanua matokeo yatakayopatikana baada ya wanafunzi kufahamu mapema kusoma, kuandika na kuhesabu. Tumeanza kuwapima kuanzia darasa la 2 na wote ambao wanaelekea huko kuingia la 3 tayari wanakuwa wamefikia malengo ya Mheshimiwa Rais. Huyu atakwenda katika mchepuko ambao utampeleka kwenye masomo ya STEM ya mahesabu, ndio tutakwenda kwenye ili swala zima la huduma za fedha. Tutapata magavana kule, tutapata maafisa wa mabenki, lakini watasaidia katika jamii nidhamu na huduma na matumizi ya fedha. Kwa upande wake, kaimu kamishna idara ya uendelezaji wa sekta ya fedha Dionisia Mjema ameeleza jinsi maadhimisho hayo yalivyowasaidia wananchi kupata uelewa wa sekta hiyo, ikiwemo maeneo salama ya kuweka akiba zao. Yamesaidia kuhamasisha wananchi wengi kutumia na kujua fursa zilizopo katika sekta ya fedha, ikiwemo maeneo salama ya kuweka akiba, kukopa kwa nidhamu kwa kuzingatia masharti yaliyopo katika mkataba wa mkopo, kuwekeza katika masoko ya mitaji ambazo jumla ya taasisi 50 zimekuwepo hapa uwanjani kutoa elimu ya fedha kwa bei ya shilingi 150,000, kitajumuisha watu wasiozidi 6. Pia serikali imewalau pia kumweka ndugu wa damu. Kama una ndugu yako wa damu mwenye miaka chini ya 21, unaruhusiwa kumweka kwenye kifurushi cha bima ya afya kwa wote. Katika elimu hii ya fedha imenisaidia endapo nitakuwa nafanya biashara yangu, ni kiasi gani ambacho ninajiwekezea fedha zangu, siwezi kutumia pesa zote. Pia hii elimu ya fedha imenisaidia kwenda katika mashirika ya mikopo ambayo ina riba ndogo, tusiende katika mashirika yenye riba kubwa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakulima na wafugaji vijiji viwili katika wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita wameshukuru serikali kwa kutatua changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa maeneo ya malisho na kilimo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Mrisho Sadiki. Wananchi hao wamekabidhiwa maeneo ya ardhi pamoja na hati za kimila 838, hatua iliyowezekana baada ya serikali kumega ekari 3101 kutoka msitu wa hifadhi wa Mienze kwa matumizi ya wananchi. Mkuu wa wilaya Nyang'hwale Bi Grace Kingalame ameongoza zoezi la ugawaji wa hati hizo,
ambapo kijiji cha Bujula Mienze kimepata hati 541 huku kijiji cha Ihushi kikikabidhiwa hati 297. Hatutakiwi kabisa kuendelea kuvamia au kuharibu msitu huu. Aidha, kila mmiliki wa ardhi anatakiwa kushirikiana na jamii katika uhifadhi wa msitu huu kwa kupanda miti ili kuhakikisha rasilimali hizi asilia zinadumu na kuwa na manufaa. Ambao walikuwa wana changamoto ya kukosa maeneo ya kulima, kukosa maeneo ya kuishi na kukosa maeneo ya kufanya shughuli za kijamii, akaelekeza ekari 3101 zigawiwe kwao. Ni matumaini yangu makubwa kwa wananchi kwamba hati hizi zilizotolewa pende tuzitunze. Wanufaika wa hati hizo wameipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa haraka wa zoezi hilo. Kwa siku 100 mambo tuliyofanikiwa ni kupewa hati kwa wananchi wangu wa kijiji cha Ihushi. Kwa kweli kupewa hati sio kazi ndogo, ni kazi kubwa kabisa iliyofanyika. Hatujaona rais wa mfano kama huyu, na tunasema kwamba hakuna mtu au kiongozi mwenye huruma kama mama huyu. Tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais anavyoendelea kuiamini tume na kuendelea kuipatia fedha. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Ubovu wa miundombinu ya barabara eneo la Juhudi na Ilemi katika halmashauri ya jiji la Mbeya unatajwa kukwamisha maendeleo kutokana na idadi kubwa ya wananchi kushindwa kufika kwa urahisi katika shughuli zao za kiuchumi. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Eneo la Juhudi na Ilemi katika halmashauri ya jiji la Mbeya linatajwa kuwa na idadi kubwa ya wananchi wenye kipato kidogo na cha kati, ikiwa ni siku ya familia ya chama cha akiba na mikopo Masile chenye makao makuu yake katika maeneo hayo, siku ambayo huitumia kutoa misaada ya aina mbalimbali kwa wahitaji. Chama hicho kimelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara na kwamba imekuwa ni kikwazo kikubwa kwenye suala la maendeleo. Barabara yetu imesahaulika kabisa. Ukipita Juhudi huwezi kuamini kama ni ndani ya jiji la Mbeya. Ni barabara ambayo haitengenezwi, haisembuliwi, basi iko tu hapo. Wananchi wa kawaida wanashindwa kutufikia kama Masile Saccos, na hatuwezi kuhama eneo, maana ni eneo ambalo tuko. Tunaomba barabara ya Juhudi Ilemi itengenezwe, inaleta ukakasi katika maendeleo. Katika siku hiyo ya familia ambayo mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya amewakilishwa na Lawrence Kibona, ameahidi kufikisha kero hiyo kwa mkurugenzi. Mimi nitaenda kumfikishia mkurugenzi ili tuweze kuiweka sawa, ili wana Masile ombi lao liwe limetekelezwa. Awali afisa mikopo wa chama cha akiba na mikopo Masile amesema katika siku hiyo ya familia misaada mbalimbali inatolewa kwa wahitaji, ikiwemo watoto wenye uhitaji maalum. Chama kitawapatia ceiling board pisi 25, mbao 115 ambao ni 2x3x12 mtaa wa Ilindi kama walivyoomba katika barua yao. Namba 2, chama kitatoa msaada wa viti 10 na meza 5 katika shule ya msingi VETA. Namba 3, chama kitatoa msaada wa kipaza sauti kwa ubalozi Shina namba 1 mtaa wa Kagera. Namba 4, kutoa msaada wa mashuka, vyakula mbalimbali kwa wahitaji katika kituo cha kulelea watoto cha Nuru kilichopo Uyole. Tumekabidhiwa meza 5 na viti 10 kwa ajili ya walimu wa shule ya msingi VETA. Tunashukuru sana Masile Saccos kwa msaada waliotupa. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Ukosefu wa huduma ya matengenezo ya magari mabovu ya taasisi za umma mkoani Mwanza umepata suluhisho baada ya taasisi hizo kufikiwa na karakana inayotembea ya Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA mkoani humo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Henry Kavirondo. Moja kati ya maeneo muhimu yaliyofikiwa na karakana hii ni wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza inayoundwa na visiwa 38 ambapo kati ya hivyo 15 ni makazi ya watu na 23 vinatumika kwa shughuli za uvuvi.
upatikanaji wa huduma hii kisiwani hapa ilikuwa ni kitendawili, lakini TEMESA kupitia mfumo mpya wa kielektroniki MAM umetatua kadhia hii kwa kisiwa hiki kuepuka gharama za usafirishaji wa magari mabovu kusaka huduma. Tunawashukuru sana kwa kweli kwa huduma hii, kwa sababu wametupunguzia gharama za kuvusha kutoka hapa halmashauri ya wilaya Ukerewe kuyavusha kupeleka Mwanza. Ujio wa TEMESA na gari ya workshop inaturahisishia matengenezo ya magari yetu kwa wakati, pia inapunguza hata gharama za kusafirisha gari. Meneja wa TEMESA mkoa wa Mwanza, mhandisi Frankie Jackson, ameishukuru serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuongeza vitendea kazi na kuahidi kuwa wakala hao watazifikia taasisi zote. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kutuongezea vitendea kazi, na hii yote kuonyesha taasisi zake zipo kikamilifu. Na washauri watumiaji wa kwanza ambao ni madereva wawe ni watu sahihi wa kuweza kuhimiza viongozi wao ambao tunasema ni transport officer kuweza kuomba huduma hii ya mobile ambayo tunaitumia sasa hivi. Kuhusu hali ya mwitikio wa uombaji wa matengenezo ya magari kupitia mfumo wa MAM, mhandisi Jackson amesema mwamko unaridhisha. Mwitikio umezidi kuwa mkubwa zaidi, na ukiangalia katika maombi sasa hivi maombi yamekuwa ni mengi zaidi, na inaanza kutulazimu kuongeza staff kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wakati. Ukaguzi huu wa TEMESA ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha utendaji kwa watumishi wa umma ili waweze kuifikia miradi ya maendeleo kwa urahisi. Kutoka katika kisiwa cha wilaya ya Ukerewe, mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Watu watatu wa familia moja akiwemo baba, mama na mtoto anayedaiwa kuwa na umri wa miaka 3, wakazi wa kata ya Kagera, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, wamefariki dunia kwa kuchoma moto wakiwa ndani wamelala. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Januari 25 mwaka huu baada ya nyumba yao kumwagiwa petroli na kuchomwa moto kwa madai ya uwepo wa tuhuma za mgogoro wa mirathi ya wanafamilia wakigombania mali za wazazi. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Eneo hili limegubikwa na majonzi kwa waombolezaji waliohudhuria mazishi ya wanafamilia ambao ni baba, mama na mtoto anayedaiwa kuwa na umri wa miaka 3 waliopoteza maisha kwa kuungulia ndani baada ya nyumba yao kuchoma moto. Baadhi ya wananchi, ndugu na viongozi wa dini wanaeleza waliohusika wasakwe na kuchukuliwa hatua za kisheria. Tangulia jirani wa kwanza kafika na mimi nikafika nikawa wa pili, tukakuta nyumba yote imezungukwa na moto kwa ndani. Mlango umefungwa, hakuna namna ya kupita. Mlango ukabomolewa. Baada ya kubomolewa tulikuta wote walikuwa wameshamalizika. Imenishtua sana baada ya kusikia kuwa amefariki ni baba mdogo ambaye ni mkwe wangu mdogo pamoja na mama mdogo pia na mtoto wao. Kiukweli imetushtua sana. Nasema si tukio la Mwenyezi Mungu, kwa sababu tayari hisia na tuhuma ni kwamba hao watu wameunguzwa wakiwa ndani. Nimekuwa sambamba huko mochwari kushughulikia miili hii. Ni hali ya kutisha. Tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wangekuwepo labda watu 20 wa aina hii, halafu wewe ukiambiwa kwamba katafute ni nani ambaye ni familia yako, usingeweza kutambua. Viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua na meya wa manispaa Kigoma Ujiji Musa Maulidi wamekemea tabia hiyo ya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Jeshi la polisi linafanya uchunguzi. Katika kipindi hiki tuendelee kuwa wapole, tuendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea kuchukua hatua, lakini waombe wananchi wa eneo hili pamoja na maeneo mengine waendelee kushirikiana na vyombo vya serikali kutoa taarifa pale ambapo wanaona kuna dalili ya kwamba kuna mtu alihusika na tukio hili baya kabisa. Jambo linasikitisha. Sasa mtu aliyofanya kitendo kama hiki, yeye anategemea ataishi mpaka lini hapa duniani? Sisi wote ni wakupita. Ikawa miaka mingi sana, miaka 40, 50, 60 unakwenda. Sasa unamkatili mwenzio kitendo kama hiki. Mtoto mdogo kama huyu hapa. Kweli. Mwakilishi wa jeshi la polisi Afande Magina Sonda wanaahidi kulifuatilia tukio hilo na kuwataka wananchi kuacha matukio kama hayo. Kuweza kufanikisha hili swala ni sisi wenyewe wananchi. Tunafahamu kabisa waliohusika na hilo tukio. Na kuna watu wana taarifa nzuri. Jeshi la polisi linapokea taarifa ya mwananchi yoyote
Na niwatoe wasiwasi, watoa taarifa wote mtakaotupatia taarifa sahihi ya kufanikisha ile tukio, tutakulinda na itakuwa ni siri. Safari ya maisha ya marehemu Hawa imeacha simanzi na vilio kwa wananchi wengi, faraja ikiwa ni pale watuhumiwa wa tukio hilo watakapokamatwa. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Buhoza kwa taarifa hiyo. Mwenyezi Mungu aziraze roho za marehemu mahali pema peponi. Amin. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Uongozi wa Umoja wa Maveterani Tanzania umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha mwanachama wake na mchezaji wa zamani wa Yanga na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Alifariki dunia kufuatia maradhi yaliyokuwa yanamsumbua kwa muda mrefu. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Masikitiko hayo yameelezwa na mwenyekiti wa Umoja wa Maveterani Tanzania, Peter Lusozi, wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, ambapo amesema kuwa taarifa za kifo cha Manyika ni pengo kubwa kwao, huku akiweka wazi mchango wake hususan katika kuwakuza wachezaji vijana. Tumepata pigo kubwa kwa sababu mwenzetu Peter kwanza alikuwa na kipaji, na kipaji chake kilikuwa kuendeleza watoto kwa upande wa fani yake ya goalkeeper, na ametoa kipa wengi ikiwa pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo katika umsota na wachezaji wa zamani kwa kweli tumepata pengo kubwa sana. Na hii iwe fundisho kwetu kwa sisi maveterani, kwa sababu tukiwa na ujuzi wetu tuutumie kwa vijana wa sasa hivi. Wengi wameanzisha vituo vya watoto wadogo. Akiwemo marehemu bwana Peter Manyika. Kwa hiyo huo ni mfano, na watu wengi wana vituo vya michezo kama mzee wetu mzee Kibadeni, Umapunda, huko wengi wanafanya hivyo. Kwa hiyo serikali iangalie jinsi ya kuwasaidia hao watu, kwa sababu wamejitolea kwa nguvu zao, wamejitolea resources zao kusaidia vijana. Katika hatua nyingine, Peter Lusozi ameeleza nafasi ya wachezaji wa kisasa kujifunza kwa wachezaji wa zamani na kuyaenzi mazuri yao ili kudumu katika ubora wa muda mrefu. Vijana sasa hivi wanabidi wajifunze katika kubwa kabisa nidhamu. Nidhamu ndio inajenga mchezo. Nidhamu ndio inakufanya ucheze mpira vizuri. Bila nidhamu huwezi kucheza mpira. Kwa hiyo Peter alikuwa na nidhamu. Ukiwa na nidhamu utafika sehemu ambayo umepangiwa kufika. Kwa hiyo vijana sasa hivi wazingatie nidhamu. Isitoshe kwamba sasa hivi ni mpira ajira, wazingatie nidhamu. Na mpira sasa hivi toka zamani ni wa kipindi cha muda mfupi. Uweze kucheza mpira wa miaka 60, miaka 40, hapana. Hakikisha katika kipindi chako cha ujana, kipindi chako cha kucheza mpira unautumia nafasi ile na kwa nidhamu na kuwekeza. Nikodemo Rajiga, Channel 10 Michezo. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.